Warahmatullahi wabarakatuh. Wapendwa Waislamu popote pale mlipo, kama tunavyofahamu sasa tupo kwenye kaeka ya uchaguzi mkuu wa Waislamu Tanzania. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA ndio chombo pekee ambacho kina mtandao mkubwa wa Waislamu hapa Tanzania. Ndio chombo pekee ambacho kina viongozi wengi. Viongozi wa BAKWATA kuanzia juu mpaka chini wanakuwa ni zaidi ya 800. Hii ni kuonyesha kwamba chombo hiki kina mtandao mkubwa kwa kiasi gani. Lakini katika uchaguzi sasa hivi tumeshaanza na uchaguzi wa jumuiya za BAKWATA, lakini mimi nataka nizungumzie zaidi uchaguzi wa misikiti. Kama tunavyofahamu, kuanzia tarehe 24 ilikuwa ni swala la kuanza kuchukua fomu. Waislamu wote bila kujali madhehebu, bila kujali taasisi, bila kujali itikadi, BAKWATA imefungua mlango wote tushiriki katika uchaguzi. Uchaguzi huu uchukuaji wa fomu umeanza tarehe 24, lakini uchaguzi wake utafanyika tarehe 4 mwezi wa 7. Maana yake kuna siku 10 kutoka kuchukua fomu mpaka kuja kufanyika uchaguzi. Mimi kama mtendaji mkuu na katibu wa bodi ya umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania, tuna mkakati mkubwa na tunahusika pakubwa sana na misikiti. Kama tunavyofahamu, umoja huu unawahusu maimamu na maimamu ndio viongozi wa misikiti. Katika UMATA umeanzishwa na wakufunzi, walimu wa masomo ya uimamu, walimu wa madrasa pamoja na viongozi wa Kiislamu. Moja ya kazi kubwa ya kuanzisha umoja huu ni kuboresha mazingira na maendeleo ya Uislamu, ambapo sisi tumekita kwenye msikiti. Msikitini ndio mahali ambako waumini wanakuja kuswali mara 5 kwa siku na wana kiongozi wao. Kama Waislamu watakuwa na viongozi wazuri, kama Waislamu ujio wao msikitini ukatumika vizuri, maendeleo ya msikiti yanayopangwa yatakuwa ndio maendeleo makubwa ya Uislamu. Sasa kwa kuwa tunakwenda kwenye uchaguzi na viongozi katika taasisi ni kama taa kwenye gari, taa ya mbele ambayo inafanya gari ione njia na kuweza kupita. Viongozi ndio wanaonyesha njia waumini. Viongozi ndio wanaanzisha mipango ya maendeleo. Kuelekea uchaguzi mkuu huu, ni lazima Waislamu, kama tunataka maendeleo katika misikiti yetu na Uislamu kwa ujumla, ni lazima tutumie vizuri fursa hii ya kuwa na viongozi wazuri katika misikiti ili tuweze kufanya vizuri katika mambo yetu. Angalia kwa mfano, UMATA katika malengo yake, lengo la kwanza imesema ni kuunganisha maimamu wote nchini Tanzania. Ina maana umoja wa maimamu Tanzania ukienda kuwa na sauti imara, ndio umoja ambao utasaidia kuleta maendeleo ya Uislamu. Lakini lengo la pili ni kujenga uwezo wa mafunzo kwa maimamu na walimu wa madrasa. Kama tunavyofahamu, sisi hatuna vyuo vya uongozi, lakini sisi kama waratibu, kama wakufunzi, kama waasisi wa UMATA tunaweza kutafsiri masomo katika vyuo vikuu mbalimbali yanayohusiana na uongozi na maendeleo ya jamii, tukawafundisha maimamu wetu. Kwa hiyo katika misikiti yenu, kama mkiwachagua viongozi wasiojielewa, sisi hatutakuwa na uwezo wa kutoa mafunzo kwa watu wanaeleweka. Tutabaki pale pale. Tumeweka lengo la 3, kuhakikisha kwamba maimamu stahiki zao zinapatikana. Imamu anapata mshahara, imamu anapata mkataba, imamu anapata bima ya afya, imamu anapata kila kitu ambacho anakihitaji, anapata nyumba, anapata usafiri. Tunaamini kumheshimisha imamu ndio kuheshimisha Uislamu. Haya sio yafanywe na mfadhili, haya yafanywe na uongozi wa msikiti. Haiwezekani imamu anaumwa anaenda kuombewa ufadhili mtaani wakati yuko msikitini pale. Ni kwa sababu kamati ya msikiti sio nzuri. Mgogoro umejaa pale msikitini kila siku kwa sababu kamati ya msikiti sio nzuri. Msikiti hauwezi kusomesha hata watoto yatima wa imamu aliyepita. Msikiti hauna utaratibu wa kuweka namna gani ya kusaidia wajane wa pale msikitini. Ni kwa sababu hakuna uongozi mzuri. Msikiti una rangi tangu wakati wa mkoloni. Msikiti hauna eneo lingine. Msikiti unakusanya mapato lakini haulipi walimu wa madrasa, hausaidii mayatima, hausaidii posho za walimu huko vijijini. Ni kwa sababu hauna uongozi mzuri. Tukiutumia uchaguzi wa BAKWATA, tutaweka viongozi wazuri sana, na viongozi hao ndio ambao wataleta maendeleo tunayotamani. Wakati fulani kunatokea mapinduzi msikitini, watu wanachakalika kwa sababu kuna mambo wanataka kufanya. Hakuna haja ya mapinduzi. Twendeni katika uchaguzi wa misikiti, tushiriki katika uchaguzi wa misikiti kila mmoja wetu, ili tuweze kufanya vizuri katika maendeleo ya Uislamu. Maendeleo ya Uislamu yanaanzia msikitini. Kama hatujashiriki vizuri kuweka viongozi wazuri msikitini, tafsiri yake ni kwamba hatuwezi kupata maendeleo. Kwa hiyo tuwaombe Waislamu
BAKWATA imefungua mlango, imetutengenezea njia nzuri ya kujiletea maendeleo yetu kama Waislamu. Uchaguzi huu wa misikiti ndio njia ya kuweza kufanya vizuri. Tunasema wakati fulani BAKWATA imetufungulia njia ya kwenda kwenye maendeleo ya Waislamu, ndio kama hivi uchaguzi, uongozi mpaka chini. Lakini bahati mbaya njia hii haijapata watu sahihi wa kupita. Watu wasiokuwa sahihi wa kupita ni wale ambao wanadhani misikitini ni kwa ajili tu ya kuswali na kuondoka. Misikitini sio kwa ajili ya maendeleo. Hao ndio watu sahihi. Sasa BAKWATA kupitia uchaguzi huu inatutaka sote tushiriki kwa ajili ya kutumia fursa hii kujiletea maendeleo yetu kama Waislamu. Kutoka katika eneo letu hili, kwa niaba ya Umoja wa Maimamu Tanzania UMATA na walimu wa madrasa, tuwashukuru sana watu wetu wa habari ambao wanafikisha habari hizi kwa ndugu zetu Waislamu wote ambao wako huko wanasubiria sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.